Wapendwa, Mtakatifu Francisco wa Asizi alizaliwa kati ya mwaka 1181 na mwaka 1182 katika mji wa Asizi, Umbria, nchini Italia. Baba yake aliitwa Pietro di Donadone na mama yake aliitwa Pica. Mwandishi mmoja wa Brussels, Ubelgiji, asiyefahamika kwa jina anaeleza ya kwamba Pica, mama yake Francisco, alipokuwa karibu kujifungua, Pietro Bernardone, baba yake Francisco, alikuwa amekwenda Ufaransa kwa shughuli zake za biashara. Kwa jinsi Pica alivyokuwa peke yake na alivyokuwa mpweke, alikumbuka hadithi ya Bikira Maria kujifungua mtoto Yesu katika kilisho cha ng'ombe na punda. Hivyo aliufuata mfano wa Bikira Maria. Pica alikwenda katika chombo cha kulishia wanyama na pale akajifungua mtoto Francisco kwa maumivu kidogo sana. Hadithi hii inaweza kuelezea ni kwa nini Mtakatifu Francisco wa Asizi alipenda sana kumfuasa Kristo katika ufukara wake. Mtakatifu Francisco wa Asizi alibatizwa kwa jina la Giovanni katika kanisa la kiaskofu la Mtakatifu Maria Maggiore, sehemu ya juu ya mji wa Asizi, kati ya miji ya katikati ya Italia. Baba yake Francisco aliporudi kutoka kwenye biashara zake nchini Ufaransa, alitaka jina la mwanae libadilishwe na kumuita Francesco ama Francisco. Wapendwa, Francisco alipata elimu yake kutoka kwa mapadre wa Mtakatifu George huko Asizi. Kadiri ya mapokeo, inasemekana kwamba Mtakatifu George mkuu alikuwa ni shujaa wa Kikristo aliyezaliwa Kapadocia. Siku moja alipokuwa akiendesha farasi wake karibu na Kinamasi, mjini Cyrene nchini Libya, alimokoa binti wa mfalme kutoka katika hatari ya mnyama mkali sana. Mtakatifu George alimshambulia na kumuua mnyama yule. Na kutokana na tendo hilo la kishujaa, Mtakatifu George hakukubali kupokea zawadi yoyote kutoka kwa mfalme, ila tu alimuomba mfalme mambo matatu: ya kwamba ajenge makanisa, awaheshimu mapadre na awe na huruma kwa maskini. Wapendwa, itakumbuka ya kwamba kazi hizi ndiyo shughuli tatu muhimu ambazo Mtakatifu Francisco na wenzake walipenda kumtumikia Mwenyezi Mungu katika hizo. Wapendwa, maisha ya mwanzo ya Mtakatifu Francisco ni maisha yaliyotawaliwa na kula na kunywa, akiitumia vilivyo mali ya baba yake, pasipo yeye mwenyewe kuonyesha kupenda kujihusisha na biashara ya baba yake. Marafiki zake wakubwa walikuwa ni vijana waliopenda maisha ya wanyamapori. Thomas wa Celano, mwandishi wa Mtakatifu Francisco, anasema ya kwamba Mtakatifu Francisco alipenda sana kuimba, hasa kwa Kifaransa. Na upo wimbo wa Kifaransa uliokuwa ukimvuta sana Mtakatifu Francisco, ambao alipenda kuimba. Wimbo huu ulitungwa na Pierre Vidal wa Toulouse na ulijulikana kwa jina la Litania ya Upendo. Wimbo huu ndio unasemekana kuamsha sana hamasa yake juu ya ulimwengu asilia. Wapendwa, mnamo mwezi Novemba mwaka 1202, mji wa Asizi uliingia vitani kupigana na mji wa Perugia. Seneta wa mji wa Asizi aliwaita watoto wa wafanyabiashara walioweza kupata farasi na mavazi ya kivita kuingia katika jeshi. Hivyo Pietro, baba yake Francisco, alimwezesha Francisco kuingia vitani kwa kumpatia vifaa hivyo vya kivita. Huko vitani, Francisco na wenzake walitekwa na kuwekwa gerezani kuanzia mwaka 1202 mpaka mwaka 1204. Baada ya kuachiwa huru, Francisco alirudi Asizi akiwa mgonjwa. Maradhi haya ya mwili yalimfanya Francisco aanze kutafakari sana juu ya uongofu na kumrudia Mungu. Hapa wapendwa, na yakumbuka maneno ya mpendwa sana Padre Faustin Kamugisha akisema, tatizo si tatizo, bali ni giza linalokufanya uone nyota. Na wala tatizo si jiwe linalokufanya ujikwae, bali ni jiwe linalokufanya uvuke mto. Ama hakika Francisco alitumia vema sana kauli hii. Mtu unaposhikwa na maradhi na matatizo mbalimbali, jua kwamba Mungu amekuletea giza ili uweze kuona nyota. Ukianza kulia, jua kwamba machozi yako ndiyo yanayoziba macho yako, hata unashindwa kuziona zile nyota. Mpendwa, futa machozi wapo gizani ili uone nyota, kama Francisco alivyomwona Mungu kama nyota yake pekee iliyokuwa ikiangaza katika giza la mateso yake. Wapendwa, tangu hapo Francisco alionekana kuvunjika moyo na masuala ya kivita, licha ya baba yake kumtaka ajiandikishe upya jeshini kwa ajili ya kupigana vita ya Apulia kusini mwa Italia. Baba yake Francisco alimletea vifaa madhubuti vya kivita ili aende vitani kwa awamu ya pili. Mwaka 1205
Francisco aliondoka Assisi na farasi wake akielekea Spoleto ili kujiunga na jeshi la Walter wa Brienne, mpiganaji maarufu wa nyakati hizo. Akiwa katika safari hii, Francisco alipata na njozi mithili ya sauti ikimuuliza, "Je, ni vema kumtumikia Mungu au mwanadamu?" Katika njozi hii Francisco alijibu, "Mungu." Kisha ile sauti ikamwambia, "Sasa kwa nini unamtumikia mwanadamu?" Francisco aliyachukua maneno yale na kuanza kuyafanyia kazi siku iliyofuata baada ya kukutana na mpiganaji asiyekuwa na fedha ya kutosha kujikimu kwa zana za kivita. Hapo Francisco alimpatia mpiganaji yule silaha zake za kivita, yeye akarejea Assisi. Akiwa nyumbani, Francisco alianza kuuza mali za nyumbani na kisha kuwapa pesa maskini. Hali hii ilimlazimu baba yake kuhitimisha kwamba Francisco alikuwa amerukwa na akili na alianza kumfokea na kumpiga. Hapo Francisco aliachana na biashara ya kidunia na kuelekea pangoni kila siku kusali. Baada ya kumuona Francisco ameachana na kundi lao, rafiki zake walimtania wakisema, "Oh, Francisco umepata mchumba." Francisco aliwajibu akisema, "Hamjakosea, na tena nitamchukua mchumba mzuri na mwenye upendo kuliko hata mmoja wenu anavyoweza kufikiri." Mchumba ambaye Francisco alikuwa akimzungumzia hapo si mwingine bali ni maisha ya ufukara. Itakumbukwa kwamba mpaka kufikia uamuzi wa kumwoa binti huyu, Francisco aliperuzi katika maandiko matakatifu ili kujua ni binti yupi ambaye Kristo alimchumbia. Kisha kusoma maandiko matakatifu, hakumuona binti yeyote isipokuwa binti ufukara. Huyu ndiye binti aliyekuwa akimpendeza Kristo, hata kusema, "Mbweha wana mapango, lakini mwana wa Adamu ana mahali pa kulaza kichwa chake." Naye Kristo akamshauri kijana mmoja aliyetaka kumfuata akisema, "Ukitaka kuwa mkamilifu, enenda ukauze ulivyo navyo, uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni. Kisha njoo unifuate." Injili kadiri ya Mathayo sura ya 19 aya 21. Hapo Kristo alitaka kuonyesha umuhimu wa ufukara wa hiari katika kumfuasa yeye, licha ya kuzishika amri za Mungu vema. Aliposoma sehemu hii ya maandiko matakatifu, mara moja Francisco alijiweka katika nafasi ya kijana huyu na kufanya kama alivyoambiwa na Yesu, na huo ndio ukawa mwanzo wa ndoa ya Francisco na binti ufukara. Fundisho kwetu ndugu zangu katika Kristo, tujifunze kupenda alipopenda Kristo, na hapo tutakuwa Wakristo kweli kama mtakatifu Francisco. Wapendwa, siku moja Francisco alipokuwa na umri wa miaka 24, alikuwa akisali mbele ya msalaba katika kanisa la Mtakatifu Damiano nje ya mji wa Assisi. Kanisa hili lilikuwa na umri upatao miaka 200, nalo lilikuwa limechakaa kupita kiasi. Hapo Francisco aliisikia sauti ya Kristo mara 3 ikimwambia, "Francisco, enenda ukalijenge kanisa langu ambalo sasa linaanguka." Mara moja Francisco alianza kuuza mali ya baba yake na kuanza kujenga makanisa kama alivyosikia sauti ile ikimtaka. Kwa kufanya hivyo, Francisco alikuwa amepotea na hakuwa amelelewa vema kitu ambacho Mwenyezi Mungu alimtaka kukifanya, kwa sababu yeye Francisco alifikiri kwamba ule mwito wa kujenga kanisa ulimtaka aanze kuyakarabati makanisa ambayo yalikuwa yapo hatarini kuanguka. Ndio maana alianza mara moja kuyakarabati, akianza na makanisa ya San Damiano, Mtakatifu Petro wa Spina na Mtakatifu Maria wa Malaika. Kumbe Mungu alikuwa na mpango mkubwa juu yake, akimtaka alijenge kanisa kiimani na kuimarisha watu wake. Wapendwa, siku moja aliporudi kutoka Foligno kuuza nguo alizochukua kutoka kwa baba yake, aliipeleka pesa ile kwa padre, pesa aliyoipata kutokana na mauzo ya nguo zile. Padre, hali akijua vema baba yake Francisco ni mtu wa namna gani, alikataa kuipokea ile pesa. Na hapo Francisco aliamua kuiacha ile pesa katika dirisha la kikanisa kidogo. Baba yake Francisco alipogundua kilichotokea, alimkasirikia sana Francisco na kupeleka mashtaka yake kwa Askofu Gai wa pili, akimtaka Francisco amrudishie mali yake yote. Francisco alivua nguo zake alizokuwa amevaa na kumpatia baba yake, naye akabaki kama alivyozaliwa. Kisha akamwambia baba yake, "Mpaka leo hii nimekuwa nikikuita baba, lakini sasa naweza kusema kwa uaminifu mkubwa, Baba yetu uliye mbinguni. Yeye ndiye baba yangu, nami naweka tumaini langu kwake." Baada ya kusikia hayo, askofu alishangazwa sana na imani aliyokuwa nayo Francisco. Aliruka na kumfunika Francisco kwa mavazi yake mwenyewe,
Kisha aliamuru watumishi wake wamletee mavazi kwa ajili ya Francisco. Ndipo watumishi wakamletea vazi kuu ambalo lilikuwa likivaliwa na mkulima. Francisco alichora msalaba juu ya vazi lile na kisha kulivaa, huku akilichukulia kama vazi maalum kwa yule mwenye kumfuasa Kristo katika safari ya mateso. Kisa hiki kilitokea kati ya mwezi wa kwanza na wa pili mwaka 1206. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maria, sauti ya Kikristo nyumbani mwako, na Radio Mbiu sauti ya faraja. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani hivi sasa ni kipindi cha maswali ya imani. Nawe upo nami Fratel Cassian Leba wa Jimbo Katoliki Sumbawanga, katika kujibu swali la mmoja wa wasikilizaji wa Radio Maria aliyeomba kupewa historia ya Mtakatifu Francisco wa Asizi, na kusihi endelea kubaki nami. Akifuata mfano wa maisha ya Kristo Yesu na mitume wake ambao hawakuwa na chochote wala hawakuchukua chochote, fimbo wala mkoba wala kanzu ya ziada, wala hawakuwa na mahali pa kulazwa kichwa chao, Francisco alianzisha jumuiya ya maisha ya kitawa iliyojulikana kama ndugu wadogo ama minor friars. Francisco alipata watu 12 wa kwanza waliotaka kujiunga naye kwanza katika maisha hayo. Nao ni Bernard wa Quamtavale, Petro wa Catani, Giles, Silvestre, Morico, John Capello, Filippo, Angelo Tranchedi, Rufino, Leo, Maseo Marijuano pamoja na Juniper. Mwaka 1209 Francisco pamoja na wenzake kadhaa walikwenda mjini Roma ili kupata ruhusa ya kuanzisha shirika lao. Ilimchukua Francisco muda mrefu mpaka kuja kuonana na Baba Mtakatifu Innocent wa tatu, lakini alikuwa na subira na kumsubiri. Inasemekana kwamba Papa Innocent wa tatu alipata ndoto 2 juu ya Francisco. Katika ndoto ya kwanza aliota mti wa mtende ukiota miguuni pake, na katika ndoto ya pili alimuota Francisco akiwa ameshikilia kanisa la Laterani lililokuwa karibu kuanguka. Hapo ndipo Papa Innocent wa tatu alimpatia Francisco ruhusa ya kuanzisha shirika la kitawa, na hapo ndipo utawa wa daraja la kwanza ulipozaliwa ndani ya Wafransiskani. Utawa huu wa daraja la kwanza tangu ulipoanzishwa mpaka leo hii umekwisha gawanyika katika makundi matatu tofauti kutokana na sababu mbalimbali. Baada ya kupata ruhusa kutoka kwa Baba Mtakatifu, shirika halikuongozwa kwa sheria yoyote, bali iliongozwa kwa maisha ya Kristo, kazi za mikono na vifungu vichache kutoka katika maandiko matakatifu vinavyohimiza juu ya maisha ya kifukara. Askofu Gai wa pili alipojaribu kueleza hisia yake kali ya kutopendezwa na ugumu wa maisha waliokuwa wakipitia ndugu hawa wadogo wa Francisco, alimjibu akisema, Francisco anamweleza Gai akisema, kama tungekuwa na mali yoyote, lazima tungehitaji silaha na sheria ili kuzilinda. Wapendwa, kadiri wanachama walivyozidi kuongezeka, Kardinali Ugolino ambaye baadaye alikuja kuwa Papa Gregorio wa 9 na Francisco walitunga sheria, na baadaye Kardinali Ugolino alizipitia na kuziweka vizuri sheria zile. Sheria hizi zilihimiza sana juu ya utume wa kifukara kama sifa pekee ya shirika hili, na hatimaye sheria hii ilikubaliwa na kupitishwa na Papa Honorius wa tatu mwaka 1223 baada ya Kristo. Wapendwa katika Kristo, Frederick Ozanam, mwanahistoria Mkatoliki wa Kifaransa aliyesaidia sana kuanzisha shirika la Vincent wa Paulo, aliwahi kusema, hakuna jambo kubwa linaloweza kufanyika ndani ya kanisa bila mwanamke kuwa na sehemu yake katika hilo. Usemi huu ulidhihirika katika shirika hili la Wafransiskani pale Francisco alipomruhusu Clara, binti kutoka familia ya kitajiri, kuingia katika shirika hili la Wafransiskani na kuanzisha utawa daraja la pili, yaani mabinti fukara wa Clara. Tunaelezwa ya kwamba Ortulana, ambaye ndiye aliyekuwa mama yake Clara, alipata utabiri mwaka 1193 akiwa anasali mbele ya msalaba. Aliposikia maneno haya, usiogope mwanamke, kwa maana utajifungua salama, naye utakayemzaa atakuwa mwanga wenye kuangaza vizuri zaidi. Ndio maana mtoto huyu alipozaliwa, Ortulana alimpatia jina la Claire, lenye maana ya the clear one, mwenye kuangaza. Binti huyu alivutika sana na maisha ya Francisco, hata akaamua kumfuata na kukaa naye
licha ya pingamizi kutoka katika familia yake. Wapendwa, mpaka mwaka 1221 watu wengi walikuwa wamevutika sana na maisha ya Francisco. Hata walitaka kumfuata Kristo kwa njia ya mfano wa Mtakatifu Francisco. Kila mtu aliyetaka kujiunga na jumuiya ya Francisco alipaswa kuwapatia maskini mali yake. Kigezo hiki kiliwafanya watu wa familia na hata baadhi ya maaskofu kushindwa kujiunga na jumuiya hii, kwa sababu haikuwa rahisi kwao kuyaacha yale walionayo ama yale walioaminishwa ili wayalinde. Francisco aliliona hili na kisha akaamua kuanzisha utawa daraja la 3. Hawa walipaswa kuishi katika maisha yao ya kawaida, ila tu walipaswa kuachana na maisha ya anasa na starehe. Walipaswa kuwapa maskini kiasi kile kilichokuwa ziada kwao. Na tarehe 16 Disemba mwaka 1221 Papa Honorius wa 3 alimteua Askofu Romini kuwa msimamizi wa watawa wa Francisco daraja la 3. Mpaka leo hii walei hawa watawa daraja la 3 wapo ulimwenguni mote, nao wanaendelea na utume wao ambao umejikita katika mwito wa kuponya majeraha, kuunganisha upya mahali palipoanguka na kuwarudisha nyumbani wale wote waliopotea njia. Wapendwa katika Kristo, Mtakatifu Francisco atakumbukwa sana kwa kuinua chachu ya kufanya utume wake katika nchi za Kiislamu ambazo zilikuwa zimetengwa na mwanga wa Injili. Aliamua kuwatuma watawa wake ili kuinjilisha katika nchi za Kiislamu na hali kadhalika katika nchi kadha wa kadha za Mashariki ya Mbali. Tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka 1217 Francisco alimtuma Brother Gilles nchini Tunisia. Alimtuma Brother Elias nchini Syria, na watawa wengine aliwatuma Ufaransa, Ujerumani, Uhispania, Hungaria pamoja na Bohemia. Mapema mwezi wa 6 mwaka 1224 wamisionari wengine walitumwa nchini Uingereza. Mwaka 1294 wamisionari wa Kifransisko waliweza kutia nanga nchini China na kuwa wamisionari wa kwanza kufikisha Injili nchini humo. Mwezi Januari mwaka 1220 watawa 5 wa Fransiskani waliteswa na kuuawa nchini Morocco kwa kumhubiri Kristo katika misikiti. Ama hakika ni kazi kubwa imefanywa na Mtakatifu Francisco. Kanisa Katoliki linakumbuka pia mchango mkubwa wa Mtakatifu Francisco katika kuleta mapatano baina ya Wakristo na Waislamu. Yatosha kusema ya kwamba tarehe 26 Septemba mwaka 1219 yalitokea mapigano makali baina ya Wakristo na Waislamu. Sultan Melek Al-Kamil aliahidi kumpatia dhahabu yeyote ambaye angempelekea kichwa cha Mkristo yeyote. Licha ya ahadi hiyo, Francisco na Brother Illuminato walikaa mstari wa mbele vitani pasipokuwa na silaha yoyote, tena wakiimba Zaburi ya 23. Walikamatwa na jeshi la sultani na kupigwa vikali. Kisha walifungwa minyororo na kupelekwa kwa Sultan Melek Al-Kamil. Sultani aliwauliza nani aliwatuma na kwa nini amewatuma. Francisco alimjibu ya kwamba wao hawakuwa wametumwa na mwanadamu, bali walikuwa wametumwa na Mungu. Na lengo lao lilikuwa kumpatia imani yeye mfalme, yeye sultani pamoja na jeshi lake. Hapo sultani alimpenda sana Francisco kwa sababu ya ujasiri wake, hata akataka kukaa pamoja naye. Wapendwa, kanisa daima litakumbuka upendo wa ajabu aliokuwa nao Mtakatifu Francisco kwa wanyama na ndege, kiasi cha kuongea nao kama marafiki zake. Karibu na mji wa Bevanya, kama mwendo wa masaa 4 kutoka Asizi, Francisco akiwa na wenzake walikutana na kundi kubwa la ndege. Francisco alipoona wale ndege, aliwaacha rafiki zake upande wa barabara na kuwakimbilia wale ndege. Akawasalimia kama vile wanamuelewa anachokisema. Ndege wale wakatua juu ya matawi ya miti na kuinamisha vichwa vyao kumwelekea Francisco. Aliposogelea zaidi, Francisco aliwaambia, ndugu zangu, mnalo jukumu moja kubwa la kumsifu Mungu Muumba wenu. Amewavisha kwa manyoya na amewapa mabawa ili mruke. Amewachagulia anga kama nyumba yenu, na bado anawalinda pasipo jitihada yoyote kwa upande wenu. Alipokuwa akizungumza hayo, ndege wote walinyoosha shingo zao na kumwelekea yeye. Wakapiga mabawa yao na kufungua midomo yao kama vile walielewa maneno yake. Francisco alitembea katikati ya ndege wale akiwaguza kwa vazi lake pasipo ndege hata mmoja kuruka.
mpaka Francisco alipopiga ishara ya msalaba na kuwaruhusu ndege waondoke. Ndipo walipoondoka kwa pamoja wakiwa na baraka ya Mtakatifu Francisco. Wapendwa, ipo miujiza mingine mingi aliyoifanya Francisco, ukiwemo ule wa kumtuliza mbwa mwitu aliyekuwa akiwajeruhi watu na wanyama katika mji wa Gubbio. Tena akimtuliza kwa kutumia silaha ndogo sana, yaani silaha ya upendo, kwa kuwataka watu wampatie chakula kila walipomwona mbwa mwitu yule. Wapendwa, kuelekea mwishoni mwa maisha yake, Mtakatifu Francisco aliachana na jumuiya yake, naye akaelekea pangoni katika mlima wa Lavena kwa ajili ya kusali na kufanya malipizi. Akiwa huko, alitunga wimbo ujulikanao kama wimbo wa kaka jua, au kwa lugha ya kukopa, The Canticle of the Brother Sun. Ndani ya wimbo huo, Francisco amemtukuza Mungu kwa kulisifu jua kwa uangavu wake pamoja na ulimwengu kwa ujumla, tena kwa maneno matamu sana. Wapendwa, tunaweza kujiuliza ya kwamba inawezekanaje huyu Francisco aliyekuwa akilisifu jua kwa wimbo mzuri leo hii anajificha pangoni hata asitake kufaidi joto lake tamu? Inawezekanaje huyu Francisco aliyekuwa mpole mno kwa ndugu yake mbwa mwitu, kama tulivyoona hapo juu, yule mbwa mwitu aliyetulizwa na Francisco, naye alikuwa mkali sana Francisco kwa ndugu yake punda? Francisco alipenda kuita mwili wake punda. Alikuwa mpole sana kwa mbwa mwitu, lakini alikuwa mkali sana kwa mwili wake, yaani punda. Inawezekanaje huyu Francisco aliyekuwa anamshukuru Mungu kwa kutupatia zawadi ya mama dunia, anayetoa matunda mazuri ya kila namna, anaishia kuishi maisha ya mfungo hata asiyafaidi matunda haya mazuri? Ndipo tunang'amua ya kwamba, wapendwa, Francisco alifanya hivyo kwa kuwa hakukubali kuwa mfuasi wa Yuda Iskarioti. Hii ni kwa sababu mwanadamu ni mfuasi mzuri sana wa Yuda Iskarioti. Daima anayarudia maneno ya Yuda Iskarioti, nitakayembusu ndiye. Mama anapokwenda sokoni kununua mboga, anasema, mchicha nitakaoubusu ndio. Lakini kabla ya kununua mchicha, lazima aupige busu kishapo aende kuupika. Hali kadhalika, mkulima shambani anapozungukia mti wa matunda, kabla hajalichuma tunda, lazima alipige busu kisha alisulubu kwa meno yake. Kwa kitendo tu cha mwanadamu kusema kwamba nimelipenda tunda hili, anakuwa amelipiga busu lile tunda. Lakini sasa tazama tunda hili linalopigwa busu linavyokwenda kufanywa na mtu huyu aliyelipiga busu. Litasagwa na meno ili hatimaye limpatie virutubisho huyu aliyelipiga busu, kama vile tu Yuda alivyojipatia vipande 30 vya fedha kwa kumpiga Yesu busu. Wapendwa, tofauti na wanadamu wengine, Mtakatifu Francisco hakuwa na busu la Yuda Iskarioti. Pale alipowasifia ndege kuwa ni wazuri au kusema nimewapenda ndege hawa, kweli lilikuwa ni busu lililosheheni upendo wa Kristo. Ndio maana hata ndege hawakumkimbia. Lakini leo hii ndege wakituona tu sisi wanaruka kwa haraka sana. Hata kuku wakisikia tu tunawasifia wanapata homa, kwa sababu hatuna busu lililosheheni upendo wa Kristo, bali tunalo busu la Yuda Iskarioti. Hivyo wapendwa, na tuvipende vitu kwa kuvilindia hadhi yake, tuepuke kujipenda wenyewe ndani ya vitu. Hatimaye wapendwa, tarehe 14 Septemba mwaka 1224, siku ya kutukuka kwa msalaba, Mtakatifu Francisco alipokea madonda matano ya Kristo, yaani stigmata, katika mwili wake, na hatimaye alifariki mnamo tarehe 4 mwezi Oktoba mwaka 1226. Baada ya miaka miwili tangu alipofariki, Francisco alitangazwa mtakatifu na Papa Gregorio wa 9 mwaka 1228. Papa Gregorio wa 9 alimuita Francisco poverero, akimaanisha mpendwa kijana fukara. Mpaka hapa napenda nikushukuru mpendwa msikilizaji sana wa Radio Maria na Radio Mbiu Sauti ya Faraja kwa kunitegea sikio lako. Ulikuwa nami Fratel Kasia Nileba wa Jimbo Katoliki Sumbawanga, katika kujibu swali la mpendwa msikilizaji wetu aliyetaka kujua historia ya Mtakatifu Francisco Asizi. Basi nikutakie usikilizaji mwema wa vipindi vinavyofuata. Asante na kwaheri. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.